ya Ibenge huwa anatumia kiungo mmoja au wawili ambao wanakaa nyuma ya watu wanne. Unaelewa? Na viungo wake hawa huwa hataki watoke. Ndio immediate anacheza na nani? Unaelewa? Hataki hawa viungo wake waondoke kwenye ile eneo. Na kwa nini hataki hawa waondoke? Hataki hawa waondoke kwa sababu anaamini kuna time Msindo na Rusajo au watu ambao watacheza kwenye hao maeneo, kuna muda wanamtumia Zuzu, umeelewa? Au mtu yote atakacheza upande wa kulia, wanaweza kufanya movement, si ndio? Time wakati wanafanya movement, hawa viungo wawili, mmoja lazima akafanye covering ya position ambapo huyu atakuwa ametoka. Kwenda kufidia. Ikatokea yule amekwenda afa amenyang'anywa, ukipigwa mpira kwenye eneo ambapo Msindo hayupo, atakwenda immediate atakava. Alafu Msindo atarudi. Na hiyo ilitokea kwenye mechi nakumbuka mechi ya Maniema. Ambapo alipotoka eneo la Msindo ukapigwa ile pasi, Yoro akashindwa kwenda kukava kwenye eneo la Msindo. Ambapo atakwenda kwenye eneo la Msindo aende kwenye eneo la Yoro. Ile eneo cross akaruhusu ikapigwa cross kamba. Sio, unaelewa? Ndio dhumuni la watu wawili kwa kwenye eneo la midfield. Na ndio amekuwa akifundisha timu zake zote. Angalia alipokuwa Vita Club, alivyokuwa Al Hilal, sehemu ambazo amepita ana watu wawili ambao huwa hataki waondoke. Sasa ukiniambia nakubali hapa, nakataa huku nakataa kwa sababu ya utaratibu wa mfumo wa Simba. Hawataki mawinga, hawataki mabeki wa pembeni. Kuna wakati kuingia kwenye mfumo huo wa Simba kwenye mechi hiyo hii mechi ya jana na Azam. Anthony Mligo aliondoka kwenye eneo lake, akaenda akacheza Wilson Edwin Nangu. Alafu Nangu akaenda kule akaukosa mpira, ikapigwa cross. Akaja akawini Anthony Mligo. Sasa lazima mfanye hivi siku zote. Yaani kwenye mpira mabeki pale katikati. Unajua kwenye invited fullback, sio wote wana hiyo sanaa. Sio wote wana hiyo sanaa. Mkiniambia Zimbwe alikuwa ni moja kati ya invited fullback ambaye yeye anaweza katoka akaingia katikati pale, kuna nyakati anatafsiri mchezo kwa experience yake, kama hapana. Sasa angalia hata kwenye namna ambavyo Shomali alikuwa aenda kufanya technical delay wakati anaenda kutaka kuzuia mpira wa Fei. Sio? Kwa mimi ninacholaumu hapa sio Mligo wala sio Shomali. Ninacholaumu mimi hapa ni utaratibu wa kujizuia, namna ambavyo Matola ameukopi kutoka kwa Bwana Pantev kuupeleka kwake yeye. Na ninakuhakikishia hiyo itakapotokea tena Matola akafanya hivyo tena atafungwa tena mechi nyingine. Kiwango cha Simba jana hakikuwa bora kusema kweli. Tunajua unaweza kusema kiwango hakikuwa bora kwa sababu wamefungwa, lakini kiuchezaji walitimiza majukumu yao kwa sehemu kubwa. Ni makosa mawili tu yaliyogharimu yakabadilisha mchezo. Mchezo ulikuwa unaonekana mwisho siku ungekuja kwa 50-50. Unaona kutokana na Azam wenyewe walipoteza nafasi nyingi kabisa. Unaona na Simba nao walipoteza nafasi nyingi. Kwa hiyo Azam waliweza kufanya kazi yao vizuri, hasa ukizingatia mechi yao dhidi ya Singida. Walipoteza nafasi nyingi sana, mechi ambayo walistahili kushinda kabisa. Lakini leo walikuja vizuri wakapata ushindi. Kwa hiyo na Saduni kuwa mchezaji bora, tabu yangu mimi amekuwa mchezaji bora, jambo zuri, lakini tuna wachezaji ambao wanakuwa kama homa za vipindi. Yaani akupe hiki kwenye mechi ijayo, uweze kumtegemea Saduni atakuja hivi kwenye mechi ijayo. Yaani leo anakuja hivi, kesho, na hii ndio maana inawachanganya sana makocha wengi. Kutokana kwamba na wachezaji wetu wengi wa Kitanzania hawakupi kiwango kile cha muendelezo. Na ndio maana Zidane Ali Sereri jana alipewa nafasi ya kwanza dakika 45 za kipindi cha kwanza, mwalimu akiamini pengine anaweza akafanya kitu kikubwa la ikawa tofauti. Sadun Nasoro, bila shaka ujumbe umeupata kutoka kwa Andrew Kinga Mkono na Rashid Hamisi kwamba aongeze jitihada, atunze kiwango chake kiendelee, yani kiwe ni endelevu. Sio mechi ijayo tunamuona hamna kitu jana tu, au unataka kusemaje? Kiwango chake kiwe endelevu, sio neno baya. Huyu ni mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania. Kiwango chake kiwe endelevu. Kwa ndio tunachokizungumza kwamba Sadun, wewe ni rafiki yetu, kiwango chako kiwe endelevu. Kama ambavyo tunaona leo Fei kila mechi anacheza, Kimsindo kila mechi anacheza, maana yake kiwango chake kimekuwa ni endelevu. Kwa hiyo na Nasoro Sadun jana umekuwa man of the match, hongera sana kwa hilo, lakini jitahidi mdogo wetu, kiwango chako kiwe endelevu.